Asante sana Nelson Munema kwa kunipa nafasi hii ya kuzurura uwanjani nipate kuwataarifu habari za michezo na burudani. Mtazamaji, hali gani? Karibu katika habari za michezo na burudani. Utakuwa nami Pauline Mvungi. Karibu. Timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 maarufu kama Serengeti Boys imeendelea na maandalizi kuelekea mashindano ya AFCON 2026 yanayotarajiwa kufanyika mwezi Machi mwaka huu, huku kocha mkuu akiridhishwa na uimara wa nyota wake. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na Channel 10 michezo mara baada ya kumalizika kwa mchezo wa kirafiki uliowakutanisha Serengeti Boys na JKT Tanzania chini ya umri wa miaka 17, kocha mkuu wa timu hiyo Aggrey Morris ameeleza umuhimu wa michezo hiyo ambayo inawajenga wachezaji hususan kuongeza ukomavu na uwezo, huku akieleza kuridhishwa na viwango vya wachezaji wake. Tulicheza na KMC na leo tumecheza JKT kwa sababu tumekuja huku tunajua tutapata mechi nyingi kwa ajili ya maandalizi. Nadhani kila mtu anajua kama tuna maandalizi kwa ajili ya AFCON, kwa hiyo huko tunapata kuona jinsi kile tulichokifundisha kama zoezi kweli kinatendeka au kama hakitendeki. Tuhakikishe tunakifanya kazi kitendeke na kile kilichokuwa tumekiona hichi kibora tuende kukiboresha zaidi ili kuhakikisha kila mchezaji uwezo wake unakuwa kwa ajili ya faida ya mchezaji na faida ya timu kwa jumla na Tanzania. Mzuri kwetu, lakini pia inakuwa ni kama mtego, unaweza ukajikuta unacheza vizuri katika mechi hizi za majaribio ukaona umeboteka ukaona timu na perform, lakini unajua unapokuwa na watoto siku zote unatakiwa uendelee kuwakumbusha na kuwafundisha kuhakikisha wanaenda kufanya vizuri ku maintain katika ile performance iliyokuwepo, kuhakikisha wanafanya vizuri kwa ajili ya nchi. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10 michezo. Mara baada ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kufanya mkutano wa kamati tendaji nchini sambamba na kufanya ukaguzi wa miundombinu, huku Rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe akimpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa uwekezaji mkubwa, wadau wa mchezo wamepongeza na kusifu ziara hiyo ambayo imekuwa kielelezo tosha cha kuitangaza nchi kimichezo. Akizungumza wakati wa mahojiano maalum, mkurugenzi wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion Mohamed Haji amepongeza ziara hiyo ambayo ilimvutia Rais wa CAF Dr. Motsepe kutokana na uwekezaji mkubwa wa serikali katika miundombinu hususan ya michezo. Ni wakati wa mwafaka kwa sisi wadau kuendelea na yeye kumsupport Mheshimiwa Rais kwa njia moja ama nyingine. Ni bahati nzuri iliyoje kwa Tanzania kupata ugeni wa Rais wa CAF na kuja kuona miundombinu ya kuelekea AFCON imefikia wapi. Hiyo ni namba moja, lakini namba mbili pia kumpongeza yeye Mheshimiwa Rais kwa sababu tulitegemea wengi kwamba labda mashindano yanaweza yakasogezwa mbele kwa kuona kwamba fununu hizo walizokuwa nazisema kwenye media mitandao, lakini Rais wa CAF amesema hapana, haitosogezwa mbele, kwa maana kwamba ameridhishwa na juhudi ambazo sisi kama Tanzania tumezifanya kwa ajili ya miundombinu ya viwanja vyetu na mkutano mkuu umedhihirisha kwamba tuko vizuri. Katika hatua nyingine, Mohamed Haji ameweka wazi namna ambavyo siku 100 za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan zilivyoleta manufaa kwenye michezo, huku wakijipanga kuanzisha mashindano ambayo yatakuwa mahususi kwa ajili ya hamasa kuelekea AFCON 2027. Sisi ni kushukuru Mheshimiwa Rais kama taasisi ya Twende Pamoja na Mama. Siku 100 hizi na sisi tunazitumia vizuri, kwa maana kwamba kama taasisi tunategemea baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, sisi tutakuwa na ligi ambayo tutaianzisha kwenye mikoa karibia 4 au 5 na hii ni kwa sababu ya kwenda kuhamasisha kuelekea AFCON 2027. Witness Matiku, Channel 10 michezo. Katika kuunga mkono jitihada za serikali hususan katika kuhamasisha Watanzania kuwa na bima za afya na maisha, mwandaji wa filamu nchini Sylvia Limo kwa kushirikiana na wasanii wameandaa filamu inayokwenda kwa jina la Koti Jeupe, ambayo ni mahususi katika kuhamasisha umuhimu wa kuwa na bima ya afya na bima ya maisha. Wakizungumza wakati wa kutangaza siku ya uzinduzi wa filamu hiyo, wameeleza faida ya bima ya maisha na jitihada ambazo serikali imekuwa ikifanya katika uwekezaji wa bima. Uhamasishaji huu unatokana na kutokuwa na
taarifa sahihi za kuhusu bima ya maisha. Bima tunazisikia zipo, lakini katika jamii yetu kuna mapokeo machache ya bima ya maisha. Kwa hiyo sisi kama Feelings for Change tukasema tufanye kitu ambacho kitahamasisha Watanzania waone umuhimu wa bima ya maisha. Tunachokifanya wasanii ni kitu ambacho tunakifanya kwa ajili yenu, kwa sababu kila mtu anaishi humo. Wawe wanaangalia burudani, lakini pia wawe wanaangalia mafunzo. Itatusaidia sana kama hii bima ya maisha. Katika historia ya Koti Jeupe, kama mlinzoea kukaa getini mshindwe na mregee, sasa hivi ni baba wa Amanda katika hii series ya Koti Jeupe. Wazazi tukate familia zetu bima, ili inapotokea mzazi mmoja ama wote wawili mmeondoka, basi familia inabaki kuwa stable, inabaki kuwa haihangaiki, haizuruli, na wale watoto wa mtaani watapungua. Na mtazamaji, tumefikia tamati ya habari za michezo na burudani. Nikurudishe kwake Nelson Munema apate kukamilisha habari ya kutwa nzima ya leo. Asante.